Jamii imeshauriwa kujenga utamaduni wa kupima vinasaba vya selimundu sickle cell kabla ya kuanzisha familia ili kuweza kuzuia kupata mtoto mwenye changamoto ya selimundu unaohusisha kurithi vinasaba toka kwa wazazi ambaye ni baba na mama. Hayo yameelezwa na Dr. Bresson Kiwelu, mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana, wakati akizungumza na vyombo vya habari kuelekea siku ya selimundu duniani inayoadhimishwa Juni 19 kila mwaka. Amesema Tanzania ni nchi ya 5 duniani na ya 4 barani Afrika kwa kuwa na asilimia zaidi ya 20 ya wagonjwa wengi zaidi wa selimundu sickle cell, hasa watu wa kanda ya Ziwa, Dar es Salaam pamoja na Pwani. Maadhimisho ya siku ya selimundu duniani yanafanyika kila tarehe 19 ya mwezi wa 6, na kwa mwaka huu kitaifa yatafanyika katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ya Amana siku ya kesho. Na siku ya kesho kutaambatana na zoezi zima la kupima watoto, watu wazima, kuangalia kama wanabeba vinasaba vya selimundu, na wale ambao wana ugonjwa wa selimundu watapata nafasi na fursa ya kupata matibabu kwa kukutana na madaktari bingwa. Takwimu zetu za kidunia, selimundu ni ugonjwa ambao unaathiri mamilioni ya watu, na kwa upande wa Tanzania katika hali ya kidunia ni nchi ya 5 kwa kuwa na wagonjwa wengi zaidi wa selimundu, na ni nchi ya 4 barani Afrika kwa kuwa na asilimia zaidi ya 20 ya wagonjwa wenye selimundu. Hivi ni tatizo ambalo ni kubwa, na ugonjwa huu umeathiri zaidi wakazi wa maeneo ya kanda ya Ziwa na hata hapa kwetu upande wa Dar es Salaam, kwa sababu ni eneo ambalo watu wa jamii tofauti wanakutana katika jiji la Dar es Salaam. Basi ugonjwa wa selimundu ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanawaathiri wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Kwa upande wake Dr. Jamila Makame, daktari bingwa wa magonjwa ya damu, amesema kuwa zaidi ya wagonjwa 700 wanahudhuria kliniki ya selimundu katika hospitali ya Amana, na kati yao asilimia 85 ni watoto chini ya miaka 18, na hapa anazitaja dalili za ugonjwa huo. Kwa hiyo dalili moja wapo zile homa za mara kwa mara, lakini pia dalili nyingine ni maumivu ya mara kwa mara. Kwa watoto wadogo chini ya miaka 5 mara nyingi wanapata maumivu kwenye mikono na miguu, lakini pia kuvimba mikono na miguu, tunaita dactylitis. Dalili nyingine pia ni upungufu wa damu. Sababu ugonjwa wa selimundu ni ugonjwa ambao unapelekea hali ya damu kuvunjwa sana sana chembe nyekundu ya damu. Kwa hiyo ile hali ya chembe ya damu kuvunjwa inaondolewa kwenye mzunguko wa damu na kufanya upungufu wa damu. Kwa hiyo inawezekana pia wakapresent na dalili wakaja na dalili za upungufu wa damu kama kuchoka, kuwa mweupe kwenye ngozi ya mwili na kwenye macho. Dalili nyingine inategemea na sehemu gani ya mwili imeathirika, kwa sababu ugonjwa wa sickle cell unaathiri mwili mzima kuanzia kichwani mpaka mguuni, na chanzo kikuu ni kwamba mabadiliko ya umbo la sickle cell inafanya hii chembe iwe rahisi sana kuganda kwenye mishipa midogo ya damu, lakini pia damu inakuwa nzito, kwa hiyo haisafiri vizuri kwenda eneo husika. Kwa hiyo sehemu ambayo haipati damu vizuri inaweza ikaathirika. Zile seli ambazo ziko pale zinakufa taratibu na kupelekea ile sehemu kutofanya kazi vizuri. Kwa hiyo dalili inategemea imetokea wapi. Ikitokea kwenye ubongo inaweza akapelekea na mtoto akawa na dalili za kiharusi ambayo tumezoea sana, kinatokea kwa watu wazima na wale wenye magonjwa sugu kama pressure na sukari. Kila mwaka ifikapo Juni 19 dunia inaungana kuadhimisha siku ya selimundu sickle cell duniani, na kwa mwaka huu kitaifa yatafanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Amana. Jina langu ni Suma Isaac na hii ni Wasafi Digital.